au pengine namna sijajua namna kufanya biashara. Na nikisema niache, nakumbuka babu aliniambia kwamba changamoto ziko katika sehemu zote. Hivyo sio sababu ya kukimbia. Nitakimbia changamoto ngapi? Sawa, nimepata jibu. Yeah. Kijana wa mtani, library yangu, maisha yangu nimeka kone na laptop, maisha na pambania. Wateja wanakuja wengi, kila mtu ana story yake pia. Mweke movie, lakini hawajui hata jina. Wanabishana bila mpango, wajifanya wanajua kila. Visirani hata hajui ni vile sauti ya natafuta kwa tabu. Shemeji, bora nimekukuta. Mimi nimefika dukani kwa mume wako, naona amefunga duka. Sasa basi, watoto wenu wanaangalia movie, wa kwangu mimi hawaangalii chochote. Sasa nataka uniambie mumeo kaenda wapi? Yaani nashindwa hata maneno ya kuongea. Yaani mtu umeamka na stress zako unakutana tena na majanga mengine. Kwani wewe baba siku ile ukuelewa nini pale? Kuna sio tukuta mimi niko namlalamikia Chris kwamba ameniwekea nanili nyimbo badala ya movie. Unaniita mke wake, mwisho wa siku watu wakuelewe mtaau nianze kuonekana natembea na umeza watu. Una shida gani? Afu kwa nini usiulize kwanza kabla ya kumpanikia mtu? Mimi mwenyewe ulinikuta namdai kuhusu kesi hizo za movie. Nimemwambia niwekee movie, kaniwekea nyimbo za kwaya. Basi ungeuliza kabla ya kuita watu wake za watu. Una shida gani? Chris ana mke wake na mimi na mume wangu. Nataka kuniletea balaa au shida ni nini? Sile kukutana kichochoroni. Sasa vichochoroni si tulikutana, hizi njia kwani kuna njia pana hapo? Si tulikutana nikamsimamisha, au ulitaka tukikutana nimwambie Chris twende kazini ndo niweze kumwambia shida zangu? Kwani pale kuna duka pale? Ila we baba, au na stress zako zingine jamani. Afu wewe unauliza yule ni mume wa mtu na mimi na mume wangu. Sasa unavyomwambia sijui mke wake unanivuruga. Si ukoje? Afu nilikuheshimu siku ile mpaka nikakutetea. Sasa unakoelekea utanivuruga. Tena naomba ukome kabisa ukinisimamisha siku nyingine na hizo kesi. Sitaki kabisa. Muangalie kwanza. Na kuheshimu wewe baba. Ndio maisha yangu, karibu kwenye library yangu. Hapa kila mtu ana drama yake. Mapenzi, usaliti na dharau zimejaa ndani ya maisha yangu, library yangu. Kila siku napambana kusimama mimi. Hivi baba, mbona kama kaniganda sana? Siku ile tena alinikuta niko na Chris akaniita, bora nimewakuta mtu na mke wake. Leo tena kanisimamisha hapo ananiita mimi mke wa Chris. Au Chris ndo anajitangazia kwamba mimi ni demu wake. Hii kama vile siielewi. Hebu ngoja nimfuate Chris huko. Yeah. Kijana wa mtani, library yangu, maisha yangu Hivi Chris, mambo? Fresh. Uko poa? Sasa Chris, mimi kuna kitu nataka nikwambie. Sikiliza. Mimi Chris nahisi nakupenda. Yaani ninahisi na wewe. Unapenda nini? Ndio. Kivipi labda? Nakupenda kimapenzi. Yaani nahisi na wewe kabisa. Naomba tu nielewe ila usikatae. Yaani moyo wangu unakuhitaji. Lakini mimi nimekuwa nikuheshimu sana siku zote. Na nimekuwa nikuchukulia kama vile dada yangu. Shida nini mpaka ifikie huko?
Ndio nishakupenda sasa, ndio maana nimejitoa huko, nimekuja hapa, nahisi nakupenda, yani ninakuhitaji. Hiyo mimi hapana. Unajua mimi naona kama vile ndugu. Kwa hiyo bwana, mimi usinichanganye. Hivi unasikia huko barabarani wanavyosema wananiita mke wako mke wako. Kwa mimi niendelee kuitwa mke wako za fake. Mimi nataka tufanye kweli. Kwani kuna shida gani? Hujamsikia yule mzee siku ile. Na leo tena nimekutana naye. Wananiita mke wako mke wako. Ndio maana nimetoka huko nikaona hivi ungenikuta barabarani kwanza ungenishangaa. Ungeuliza huyu amepatwa na nini? Ndio maana nimejiuliza, nikawaza, nikaona bora nije tuongee kama vipi tumalize. Kwani una shida gani? Mimi na wewe tu wapenzi. Hivi zile movie zilisoma vizuri. Usijizime data bwana, kwani usikii ninachokiongea au? Karibu hapa nikusaidie movie labda. Mimi sijaja leo kuweka movie wala nimekufuata wewe. Hebu kwanza niangalie, kwani mimi nina shida gani? Niangalie kwanza. Sina haja ya kuangalia. Tufanye kweli mambo ya zimezime, kwani nina shida gani? Haya majaribu sasa. Sio majaribu, ndio angalia sasa, unitazame sasa, angalia. Kwani kuna shida gani? Mimi sio vizuri. Sio vizuri nini? Kwa hiyo utaki. Hivi vishawishi sasa hivi. Sio vishawishi, hebu niangalie. Nitakupa vitu vizuri, hebu acha mambo yako. Hii mambo sio mazuri bwana. Mimi ndio hivyo. Chris bwana, nifikirie. Huko barabarani mimi nasikia maneno mengi. Usinivuruge na wewe. Sikia ngombe. Kiko mimi na mashini kila mtu ndani pia. Najua. Kwa hiyo mimi nakuelewa, lakini kama hizi kwa sababu biashara. Mimi sitaki kuzungumzia biashara, mimi nataka tuzungumzie kimoja tu leo. Biashara unaona nina flash hapa. Sina flash, nimekuja kwa ajili ya hiyo sawa. Sasa mimi nishakuachia jibu. Maana mimi nimekuja kwa ajili ya hilo. Ndio maana unaniona sina flash wala sina nini. Unifikirie na ulifikirie hilo jambo. Yaani nimetoka huko nimejitoa mhanga kuja kukuambia ukweli afu unanijibu vitu vya ovyo. Naomba unifikirie, nimekuachia ujumbe na jioni nakuja kuchukua jibu. Ndio maana leo sijaja na flash. Nikajikuta katikati ya mapenzi ya watu. Ukisikia movie nikabaya, mara mimi nikai. Sasa mimi sielewi nisimame wapi. Bana kutaka sasa. Hii nakaaje jamani? Nisha hapa kufanya kazi yangu sasa kwa bidii zote. Sasa leo inatokea mara movie nikabaya, mara mimi nakutaka. Mimi ndio wapi nichague wapi? Umiwa bila kosa langu. Marafiki wakageuka, wengine wakacheka, lakini moyoni najua hii ni njia ya kufika. Nimevumilia sana, nimepigana na hali, kila aliyenidharau hata nikiwa siku moja kweli. Siwezi kukata tamaa, bado naendelea. Kijana wa library, ndoto bado zinaungua. Karibu kwenye library yangu, hapa kila mtu ana dama yake. Mapenzi, usaliti na dharau zimejaa ndani ya maisha yangu. Library yangu, nimeona mengi kuliko unavyodhani. Library yangu, kila siku napambana kusimama mimi, kijana wa mtaani. Karibu anko. Karibu. Marahaba, ujambo eh? Kuna nini? Mama kaniagiza kitu fulani uniandikie kwenye karatasi. Mama? Mama yupi huyo? Alikuja majuzi. Majuzi? Alikuja majuzi yani. Mrefu hivi labda, mfupi? Alikuja majuzi. Okay. Majuzi. Okay. Ngoja. Sasa kamwambia hivi mama, sawa?
Kamwambia kwamba ule mpango ambao kauomba hautakuja uwezekane. Na kamwe hautakuja kuwezekana. Sawa? Nimesemaje? Umesema hivi, ule mpango hautawezekana. Yes. Haya. Sawa. Basi kamwambia hivyo mama. Sawa? Bye. Nikajikuta katikati ya mapenzi ya watu, bila kujua nikawa chanzo cha migogoro yao. Mwanamke kanipenda, nikaanza kufeel kitu, lakini nyuma yake kulikuwa na siri nzito. Kitopitopi mwanangu. Abe baba. Haya njoo. Hebu njoo mwanangu. Sawa. Ushafanya homework? Mama amefunga mlango. Yaani wewe haufanyi homework kwa sababu mama amefungia begi la madaftari ndani? Nimekumbuka baba. Ile siku ile alituma mama kwa Uncle Chris. Mama alikutuma kwa Uncle Chris? Hebu ngoja ninywe pombe kwanza. Alikutuma kufanya nini? Ndio maana nakunywa pombe mimi. Usiona hivi? Alikutuma nini kwa Uncle Chris? Chris yule anaweka movie pale. Akakutuma nini? Aliniambia hivi. Ila kwa Uncle Chris pale ambapo anaingiza movie. Anambia hivi. Ndio. Tunanyiliwa. Kwa kitu fulani hivi. Tunanyiliwa umwandikie kwenye karatasi. Yaani mama akasema uende kwa Uncle Chris, kuna kitu Uncle Chris akuandikie kwenye karatasi. Wewe kitopitopi. Unachokiongea ni cha ukweli? Kwa maana mama wako na Uncle Chris wana mawasiliano. Hata mimi sijui. Ndio maana mwanangu unakunywa pombe. Ndio maana hichi chakula kimebandikwa toka asubuhi mama simuoni. Ama kweli lazima ninywe pombe. Mwanamke kanipenda, nikaanza kufeel kitu. Mbona umezibana mimi? Mawazo ya nini sasa? Unajua lazima ukae unafikiria vitu vingi sana. Sema nini? Kitu kimoja. Nikikwambia kitu? Naam. Una kolomero? Ninalo ili hapa. Kifua unacho? Ninacho hiki hapa. Kifua unacho? Ninacho. Kabisa. Mimi brother bwana nataka nikupe ubuyu. Ndio, nipe. Mimi nimeshachoka. Ndio. Umenielewa? Ninakuelewa vizuri. Kuna dogo mmoja anaitwa Christian anaingiza nyimbo hapo na video hapo kati hapo. Yule pale yule. Yule pale. Tunakwenda kuingiza skule katika flash yako ile. Unampata yule? Yule bwana mimi nimemkuta nambambia mke wako. Kambambia shemeji yangu mimi kwenye meza ya samaki. Sasa sijajua kwamba ni mambo ya kuingiza video au ni mambo ya sijaelewa ni vipi. Unasemaje? Tangu mimi unamjua shemeji yako? Unaongeaje? Sio unaongeaje? Wewe mwamba vipi? Unachoshangaa wewe ni nini? Kuhusu nini? Ulichomwambia mwenzako pale. Sasa mimi simwambie blaza kwamba yule dogo Chris anatoka na mkewe. Unauliza nini wakati mke wangu kafanya nini? Huyo Chris mwenyewe anatoka na mkewe.